kaweza kujituma katika masuala ya uchumi na kaivusha, na anaweza kuwa kujivunia, kuna maneno ya kujivunia pia. Amevunja rekodi ya mapato akiwa waziri wa fedha. TRA imepandisha mapato kwenye kiwango cha juu sana. Lakini pamoja na hizi pongezi, kuna chatu za kuzingatia kwenye viapo vya waziri mkuu. Lameck Mwigulu Nchemba, umetamka kwa kauli yako na umeapa ukishika Biblia utakuwa mwaminifu, mwadilifu na utapambana na watumishi wa umma wazembe, wabadhirifu wa mali za umma na kero za wananchi. Sasa mimi naomba nizungumzie ile eneo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupongeze. Sitaki uingie kwenye historia kwamba tunakuwa tunazungumza bila vitendo. Naomba Mungu akujalie ufanye kazi kwa vitendo. Ukifanya kazi kwa vitendo, hata hao watumishi wa umma hawatakebei serikali, ikiwa ni pamoja na idara za TAKUKURU, idara muhimu ambao Watanzania naitizama. TAKUKURU ikionyesha mfano kwa vitendo, mbadhirifu kweli anaadhibiwa, Watanzania wanaona. Waziri Mkuu kiapo chao kitakuwa kimekamilika. Huku chini kuna kero nyingi sana, imeathiri watu wengi sana maisha yao, kwenye mali zao na haki zao, mambo ya msingi. Na kwa vile ni waziri mkuu na ile kipindi cha kwenda kujadili katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tumuombe Mwenyezi Mungu atupe subira. Nchi yetu ina amani na utulivu, shetani mbali akuja huyo aondoke. Basi katiba nchi ifanywe kwa hekima na busara kwa faida ya taifa hili. Waziri mkuu, unaenda kushika waziri mkuu kukiwa kuna mambo mengine ambayo wengine wanafurahi, wengine hawafurahi. Kwa hiyo katiba inaweza kuwa suluhu. Lakini pamoja na katiba, naomba nitamke hili. Waziri Mkuu, kwa maono yangu, baki mimi mtu wa mtaa, naongea na watu kila aina, na yagusagusa. Wanasema jamani, makanisa yamekuaje haya? Sasa sisi huku sio serikalini, hatujui mambo ya ndani ya serikalini. Hatujui makanisa 2000 yamefanya makosa gani. Basi mimi nakuomba, tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Mtume Muhammad. Basi Waziri Mkuu, nakuomba haya makanisa yafungulieni, watu wafanye ibada, watu wamlilie Mungu, watu weke toba, nchi yetu izidi kuwa na nuru. Tuna miradi, tuna uwekezaji, tutafanya uwekezaji, wakati mwingine tunafuga wezi, vibaka uondolewa kwa ibada, watu wabaya uondolewa na vibada. Ibada peke yake pia ni suluhu katika nchi. Watu warudi kama kanisani, warudi msikitini wakasali. Kwa hiyo Mwenye Mkuu, naomba nipige mstari, ibada ni muhimu hapa, makanisa yafunguliwe. Kama kuna matatizo, basi iwekwe taratibu za kupewa za kufanyaje ili makanisa yafunguliwe, lakini ibada ni muhimu kwa kila mtu. Asiyemshukuru Mungu basi uingie kwa shetani. Leo tuna janga lingine, Waziri Mkuu, itabidi gharama na budget mfocus kwenye hii. Watoto wa kuleana nchi nzima wamejazana. Kuna watoto wa kuleana, ni jukumu letu sisi. Talaka hazina sababu, watoto wa zinaa, watoto wasio na baba wako mitaani wamejazana. Unategemea nini? Sasa kundi kama hili likipata mtu mjinga kawasomesha, wataharibu miundombinu ya nchi. Haya, watu wanaandamana, labda wengine, labda natoa mfano, watu wanaandamana labda kwa amani. Sasa Kibaka anasema ndio nafasi yangu hapa. Mtaiba lini? Lini nitahujumu miundombinu? Kwa sasa civilized culture inataka ibada, civilized culture inataka elimu, civilized culture inataka vijana tuwe busy na ajira zinazokuja. Kwa sababu ilani Chama cha Mapinduzi imesema ajira, ongera sana. Inazungumzia ajira. Sasa ajira iwachukue wale wote wenye mapungufu, wenye upeo, tuwalende, tuwajenge uzalendo na ibada ziwepo katika makanisa na misikiti. Maadili yatumike. Mashehe, naomba nizungumze na maaskofu. Niye mna nafasi kubwa. Kama mashehe na maaskofu na nafasi kubwa ya kuomba dua, basi dua tu, tusikalie dua peke yake. Twende tukawaambia watendaji kwamba moja, hili tukilifanya tutamfurahisha Mungu. 2, tukiliunganisha tunamfurahisha Mungu. 3, tukilifanya tutamuudhi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo twende tu peke yake, dua zisiwe sehemu kama silaha. Twende tukakemee, tuonyeshe njia. Tanzania ni yetu moja. Tuombe Mwenyezi Mungu mwisho mwema kwa Watanzania wote. Tuijenge nchi wote kwa pamoja. Wapi tumekosea, tumwombe Mwenyezi Mungu alete nuru katika nchi ambayo imeshazoea kukaa kwa raha na shida. Raha bila vurugu, bila shida. Basi kama kuna jambo, kuna ishara itokee. Tulimwomba Mwenyezi Mungu, hatukuomba maombi corona kuja. Hatukuandika barua kwamba corona ije. Basi tulimlilia Mungu, corona ikaondoka. Basi tumlilie Mungu, basi haya makando kando tukakaa nyumba moja.
baba umoja, mama umoja, mashehe, mkatumia taaluma zenu, maaskofu taaluma zenu, kuambia kwa vitendo kwamba heri na shari zitokazo kwa Mwenyezi Mungu zinazuilika. Kwa moja, ukifanya hivi; mbili, ukifanya hivi. Kwa wao pia kukubali kwamba mashehe wametuambia. Lakini kusoma dua bila kuwaambia na kuwafikishia ujumbe, hilo bado mashehe. Dua peke yake itatosha, ujumbe ufike kwamba usipolifanya hili, usipotenda haki, ukatenda uadilifu, tukaacha ubadhirifu, tukaacha dhulma, tukaacha mambo mengine kukiuka maadili ya nchi yetu, matokeo yake yanatokea janga, na janga linakuta kila wote, mwenye juu zuri na bali linamkuta.